Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump hatimaye ameanza ziara yake kuelekea katika mataifa ya Ghuba. Hata hivyo, rais huyo ameanzia Saudi Arabia. Mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amemkaribisha rais wa Marekani Donald Trump alipowasili Riyadh siku ya leo Jumanne asubuhi kuanza matembezi ya siku 4 katika eneo la Ghuba. Akiwa na viongozi wakubwa wa biashara wa Marekani wanaofuatana akiwemo mkurugenzi mtendaji mkuu wa Tesla na mshauri wa Trump Elon Musk, Trump atatembelea kwanza Riyadh ambako kongamano la uwekezaji la Saudia na Marekani litafanyika na kuendelea Qatar Jumatano na Umoja wa Falme za Kiarabu siku ya Alhamisi. Trump pia amesema huenda akasafiri siku ya Alhamisi hadi Uturuki kwa ajili ya mazungumzo ya ana kwa ana kati yake na rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Safari ya pili ya Trump ya kigeni tangu achukue wadhifa tena ambapo ya kwanza ilikuwa Roma kwa ajili ya mazishi ya Papa Francis, inakuja wakati wa mvutano wa kijiografia. Mbali na kushinikiza kusuluhishwa kwa vita nchini Ukraine, utawala wa Trump unashinikiza kuwepo kwa utaratibu mpya wa msaada kwa Gaza inayokumbwa na vita na kumtaka Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kukubaliana na mpango mpya wa kusitisha mapigano huko. Rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump amemtaka Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kukubali kusitisha mapigano kutokana na hali inayoendelea katika ukanda wa Gaza. Amesema kwamba moja kati ya maeneo ambayo Israel inapaswa kuyatazama ni jinsi gani wanaweza kutatua mzozo huo bila kutumia mtutu wa bunduki. La sivyo vita hivi vitakuwa ni vya muda mrefu zaidi kuwahi kutokea. Hata hivyo, moja kati ya mambo mengine ambayo yanatajwa wakati huu ni katika kuzungumzia juu ya suala la nyuklia la Iran. Mwishoni mwa juma wapatanishi wa Marekani na Iran walikutana nchini Oman kujadili makubaliano yanayoweza kuzuia mpango wa nyuklia wa Tehran. Trump ametishia kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran ikiwa diplomasia itafeli. Lakini safari inayowezekana ya Uturuki, kando na mambo hayo, sio lengo la mabadiliko ya Trump Mashariki ya Kati kama ilivyopangwa kwa sasa. Marekani, Saudi Arabia, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu zinatarajiwa kutangaza uwezekano wa matrilioni katika uwekezaji. Saudi Arabia tayari iliahidi mwezi Januari kwa uwekezaji wa dola bilioni 600 nchini Marekani katika kipindi cha miaka 4 ijayo, lakini Trump amesema ataomba trilioni kamili. Mbali na Musk, viongozi wa biashara akiwemo mkurugenzi mtendaji wa BlackRock Larry Fink na mkurugenzi mtendaji wa Citigroup Jane Fraser wapo katika safari hiyo. Waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio na waziri wa ulinzi Pete Hegseth nao pia wameambatana na rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Hii ni ziara ya pili tangu kuingia madarakani kwa rais huyo. Wakati kituo cha Riyadh, Trump anatarajiwa kuipatia Saudi Arabia kifurushi cha silaha chenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 100, vyanzo viliambia Reuters, ambayo inaweza kujumuisha anuai ya silaha za hali ya juu zikiwemo ndege za usafiri za C-130. Marekani na Saudi Arabia zinatarajiwa kuepuka mada ya kuhalalisha kati ya Riyadh na Israel kabisa, vyanzo viliambia Reuters, hata kama ni lengo la kudumu la kijiografia la Trump katika eneo hilo. Mjumbe wa Trump katika Mashariki ya Kati Steve Witkoff alisema wiki iliyopita kwamba anatazamia kwa karibu maendeleo katika kupanua makubaliano ya Abraham na pamoja na seti ya mikataba iliyosimamiwa na Trump katika muhula wake wa kwanza, ambapo mataifa ya Kiarabu yakiwemo Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain, Sudan na Morocco yatalitambua taifa la Israel. Lakini upinzani wa Netanyahu wa kusimamisha vita vya kudumu Gaza au kuundwa kwa taifa la Palestina kuna uwezekano wa kuendeleza mazungumzo kama hayo na Riyadh, vyanzo vilisema. Kituo cha pili na cha tatu cha Trump huko Qatar na UAE vilevile vinatarajia kuzingatia masuala ya kiuchumi. Qatar inatarajiwa kumpa Trump ndege za kifahari aina ya Boeing 747-8 itakayotumika kama Air Force One. Trump anatarajiwa kukabidhi ndege hiyo kwa maktaba yake ya rais kwa matumizi baada ya muda wake kukamilika. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.